Chichi kama kawa kama taus kama kawaides, niko tayari kabisa kuwaletea kazi ya nguvu wanaita City Under Siege. Ebwana, kitu inatokea kule ndani ya pande za Kariakoo mitali kama na Agri. Kwangu mimi mwenyewe DJ Mark Machine mzoendana Artist Production, na moja kwa zote kitu pia unaipata kule ndani ya pande wanazozita Mbeya Kabwe, njia ya kuelekea Soweto. Niko na mtongo nguvu anaitwa James Madividi. Acha niingie katika kitu yenyewe hapa hii ili tuweze kuangalia kitu ya nguvu kabisa chichi. Haya, ebwana, kazi ya nguvu hii hapa kutoka idarani Artist Production kutoka Kariakoo mitali kama na Agri. Kampuni ya Universe iko pamoja na idara ya Artist Production. Tunaanza Malaysia mwaka 1945, kipindi ya vita ya pili ya dunia. Ebwana, kila nchi ilikuwa inapambana vita, basi walikuwa wanajaribu kuangalia uwezekano wa kupata silaha ama wanajeshi wenye uwezo mkubwa kwa ajili ya kushinda vita hiyo. Mjapani naye alijikita katika maeneo ya Malaysia kwa kisha anafanya kile alichokuwa anakihitaji ili vita hii ishinde, kwa sababu alikuwa anapambana na Marekani. Kwa hiyo watu wengi sana walishikwa katika nchi ya Malaysia na hatimaye kaanza kufanya ukatili mmoja wa ajabu sana. Yaani ilikuwa ni kama kambi ya Sobibo. Katika mapango bwana, Mjapani alikuwa ametengeneza maabara maalum, na hiyo maabara ilikuwa ni kwa ajili ya kubadilisha watu wawe na uwezo mkubwa sana, yaani wawe viumbe wa ajabu kama vile mutant. Yaani wanakuwa ni mutant. Mutant yani manake ni viumbe wa ajabu sana wenye uwezo mkubwa, yani kama akina Hulk vile. Ndio design hiyo kama akina Hulk. Nafikiri umeshaweza kucheki zile picha za Hulk, ama unaweza ukaita Hulk. Yule jamaa anayebadilika na kwa rangi ya kijani, ama wale watu wa Fantastic Four, kitu kama hicho. Sasa mwana jamaa anafanywa majaribio sasa kama anaweza kuwa wote walioingizwa katika chumba chake. Hii ni baada ya kuweza kufanywa tafiti na kuweza kuwekewa dawa katika mwili, na hatimaye alibadilika kuwa mutant. Cheki. Sasa kila anayeona anaua, tena anawaua kikatili sana. Jamaa anafurahi kwa sababu katika science wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kufanikisha kitu ambacho alikuwa amekusudia. Hakuna aliyebakisha, wote aliwaangamiza. Wewe mshenzi mkubwa, sasa umefanya nini? Samani mheshimiwa, labda tumempa dozi kubwa na ndio maana amekufa. Tafadhali tusamehe. Wewe una lolote? Kushinda vita hii tunahitaji watu kama hawa. Sasa wewe unakuja kunitengenezea mtu hapa alafu anakufa. Mara ghafla binivu, maadui walikuwa tayari wameshaingia katika kambi ya Mjapani. Nadhani atakuwa ni Marekani huyo. Bwana, kilichotokea, mabomu yamepigwa, njia zikawa zimejifunga, kila kilichokuwa ndani kilipotea. Basi hii maabara ilisambaratishwa na mzungu ambaye alikuwa ni Marekani akiwa anashirikiana na British, yani Muingereza, kumtwanga Mjapani ambaye alikuwa ni mfuasi wa Mrusi. Basi maabara ile ikawa imejifunika pale. Bwana, kitu nakiita Under Siege. Bwana, huku bado ni Malaysia, ni katika jiji la Kuala Lumpur. Na hapa kuna show ya kibabe sana ya maigizo, sarakasi, vichekesho nini. Eti kanuna kacheka tena. Mabibi na mabwana, usiku wa leo ni show ya kibabe, tunaita Thunderbolt sarakasi. Cha kwanza tunataka tuanze na show moja ya kibabe sana. Kuna mtu nataka nimlete hapa, nimemsahau sijui nani vile. Nimemkumbuka. Jamani, tunamkaribisha Yao Lee Ensam Hee Jing, anakuja kuperform. Yes, anakuja Yao Lee na Ensam Uji wanachezea kamba, yani ni mtoto wa kike na wa kiume wanachezea kamba ambayo inakata kama kisu mzee.
Unaona jinsi anavyokata mbao, analenga pale pale na akosi. Bwana wewe mama, hebu mnyamaze kwanza kidogo. Jamani, kila mmoja mlikuja hapa mtafurahia show ya kibabe. Tunamleta hapa sasa mfalme wa kurusha visu. Show yake ni ya kibabe, visu vinaruka fiu fiu. Basi jamani, msije mkafinya macho, msije mkafumba macho, mnatakiwa muangalie kisu kinavuruka, yani kinaruka fiu, yani hatari. Mabibi na bwana, tafadhalini namkaribisha kwenu mfalme wa kurusha visu. Sasa wote wana shauku ya kumwona mfalme huyo. Kumbe mtu mwenyewe ndio mimi. Ndio mimi nimekuja hapa. We. Jamani, kila mmoja, mimi ndio bingwa wa kurusha visu, na narusha visu mtu yote aweze ona visu vimetokea wapi. Visu vinaruka hivyo hatari kabisa, ni tundaga sana. Sasa msiogope. Sasa hawa ambao ni wenzake wanashangaa kuona anajifanya kwamba yeye ndo mrusha visu, na kati mrusha visu bado hajafika. Unaona? Hapa anaweza akakosea mtu akamtoa jicho. Mungu wangu, kashakoroga mama. Ngoja kwanza niondoke. Hii kesi nyingine. Aje kurusha visu na waga kirusha anakosea. Kwenye mazoezi huwa analenga sehemu tofauti. Sasa huyu mama atamlenga jicho. Sasa anajiandaa kwa ajili ya kurusha kisu. Mama mwenyewe amekaa kwa mshangao. Asije akafa bure kisu kienda kwenye moyo. Analenga ile epo hapo. Hajawahi kupata hata siku moja. Ndio anataka kulenga sasa. Mala kisu kikaa tayari kimeshakwenda bila yeye mwenyewe kukitoa. Kimelenga pale pale. Yeye bado hajapiga. Yule muhusika ameshafika na amepiga. Watu wanashangilia. Amevunjika moyo kwa sababu alikuwa anataka arushe yeye. Akasema nafasi moja tunataka niweke. Brother, nigei nafasi. Ambaye kitu ni ngumu, haiwezekaniki. Na kila siku unajua unakosea. Nenda kakae pale kwenye ubao. Jamani, tumemwona mrusha visu. Sasa tuna zoezi lingine linaendelea hapa. Mama kaa pembeni basi inatosha. Haya, mimi nakaa hapa, yeye atalenga. Nikiwa nazunguka katika hili dubwana hapa, yeye atalenga. Jamani, sijui kama ataniua. Yani hata sielewi. Maana zoezi linalofuata, jamaa atalenga visu ili dubwana likiwa linatembea. Woyo. Maana vitu. Vitu. Haya mabibi na mabwana, huyo ndio mfalme wa kurusha visu bwana. Anaweza kutapika. So mchezo leo bwana limemgeuza. Anatabasamu tu. Jamani, samani kidogo. Bwana mnipishe kidogo nipite. Naomba kae hapo. Bwana hawa mademu wawili bwana wamempenda sana huyu mshikaji. Mlengaji huyu. Ni mlengaji wa maana kweli kweli. Sasa wakati wanaendelea kuzungumza kili na lile, anazungumzia huyu bwana mdogo huyu bwana mdogo bwana tokea babake amekufa amekuwa mzembe kweli. Tena hapa anapewa adhabu. Kwa nini alikuwa anataka kuingilia mchezo na angeza kusababisha mmoja kati ya wateja kuumia. Mr. Insam huyo anaondoka na madem zake. Mr. Insam mrusha visu. Huko yeye anapewa adhabu. Jamani, sasa mniache, nimekosea basi nisameheni. Jamani, ina maana hata msasa wa usiku mnanyima. Baada ya kupewa ile adhabu, huyu ni mjomba wake, anampenda sana.
Ambaye bwana sikiliza. Adhabu imepewa kwa sababu yule mrusha visu apendi mtu yote afanye kile anachokifanya. Sasa chukua hii pesa, rudi nyumbani Hong Kong kwa sababu hii ni nchi ya mtu, nchi ya watu bwana. Hataki kurudi nyumbani. Anasema mimi sitaki niondoke. Hawa ni wa China wamekuja katika nchi ya Malaysia kuonyesha show za sarakasi. Lakini sasa bwana mdogo ana tamaa za kutaka kuwa yeye ndio mrusha visu. Na siku zote hawezi kurusha visu. Na mimi nakujua, nimekuwa natokea unakuwa. Ni ngumu sana kuweza kulenga visu. Sawa, unaweza ukaua mtu pale. Wewe unafikiri kwamba unaweza hii? Hii uwezi waachie wenye vipaji vyao, utakuja kuua mtu. Sasa kama umeshindwa, basi chukua pesa nenda. Kwa sababu tunamrusha kisu mmoja tu. Na apendi mtu mwingine yote achukue nafasi. Nige nafasi ya mwisho mjomba. Anasema bwana acha upuzi. Acha ujinga. Mjomba kweli tena mimi nitaweza. Uwezi. Mjomba mimi naweza. Uwezi. Mjomba mimi naweza. Uwezi kuna dege zako nimeshakwambia. Ndio maana tunataka uondoke nyumbani. Unataka kushindana na yule. Yule hataki mtu yote arushe visu. Na ujui sasa. Anakumbuka dogo wakati anafanya mazoezi ya kurusha tokea ngali mdogo. Sasa akaambiwa, hii sio kitu kama inatoka ndani ya moyo, lakini tumia macho yako ili kulenga pale ambapo unapaangalia. Stamina pamoja na vitu vingine vyote vinahitajika. Sawa? Hebu angalia, unemlenga ni kama vile mamako mzazi amekaa hapo mbele, lakini unapaswa kulenga sehemu nyekundu peke yake ambaye ndiye adui alipo. Haya, lenga sasa. Anakumbuka haya ni mafunzo ambaye babake alikuwa anampa tokea ngali mdogo. Siku zote alikuwa anataka awe mlengaji. Haya, sasa wenzake miongoni mwa wale ambao walikuwa wanaruka sarakasi katika ile kundi lao, kumbe bwana wanaripoti karibu na maeneo ambako wao walikuwa wanafanya show kuna mapango. Haya mapango inasadikika na mali. Mjapani alikuwa kwa hapo zamani, mali zake zote zikawa zimechimbiwa hapo ndani. Hakuna mtoto ambaye anajua hii siri. Sasa wao wameshikwa na tamaa, wanasema ngoja wakachukue mzigo. Na huyu bwana akaanza kuwafuatilia nyuma nyuma. Ni kundi moja lakini hawa hawampendi. Na ile kundi yeye amebaki pale kwa sababu mjomba wake ndio yupo. Mjomba ndio mkuu wa hiyo idara na ndio maana mpaka leo yupo. Sasa haya mapango tuliweza kuona miaka ya nyuma 1945 kilichofanyika. Na mapango haya bwana ndani yake kulikuwa kuna maabara. Na hiyo maabara inasadikika ilikuwa ina madawa kwa ajili ya kutengeneza watu wawe mutant, viumbe wa ajabu. Wanaua watu ambao walikuwa tayari wameshaingia katika maeneo kwa ajili ya kufanya hicho kitu ambacho wao walitaka kufanya. Wakaua ili wao ndio wapate nafasi ya kuingia ndani. Sasa tuingieni. Sasa kwa bahati mbaya udogo anateleza. Dogo anateleza. Ateleza kwa bahati mbaya, afu ni timu ambayo haimpendi kulikuwa. Anasema hii ni aibu. Hii ni aibu. Anasema kama vile eti hawajamuona. Anasema hii ni msemo mdogo kama hii nimeteleza. Afu amna mtu yote aliniona. Haki wangeniona watu hapo wangenicheka. Wangenicheka. Anataka kuondoka na wewe. Acha kuzuga bwana. Sasa tushakuona. Unazuga eti amna mtu aliyekuona. Bro Cho. Mambo vipi?
naona hapa mmekuja kuna nini? Hawa jamaa wamekunywa wamelewa Anajifanya eti hamna kitu alichokiona. Wamelewa hawa. Na mimi mwenyewe nilikunywa nimejisikia kizunguzungu. Huyu mwingine anataka kumzibua ili wafiche siri. Lakini akamzuia mshikaji akamwambia wewe usifanye hivyo. Mimi sijaona chochote kiongozi. Sijaona. Naambia ndio kwa sababu umekuja hapa hamna shida. Unajua wewe ndio kila kitu chetu. Unajua sometimes wewe unafanyaga mavitu makubwa makubwa. Sasa hamna shida, hebu tushie pamoja hili. Twenzetu, come on, twenzetu. Jamani kuna kiza huko. Sasa wanamfanya yule chambo ili wapate kuingia naye katika mapango. Kama kuna jambo lolote baya wamtumie. Waliona iwe hivyo ili wao wasije wakapoteza maisha. Kuna mazimwi. Kuna mazimwi. Hii ni mifupa ya watu. Ndio. Ni mafuvu mama yangu kuna mikucha huku tena. Jamani tumegundua kuna sehemu ambako kuna mahali Kuna mahali ambaye hebu acha basi uchale. Hako jamaa kama mbele ilikuwa chizi fulani hivi. Basi sikiliza, muona kule mbele kule. Tangulia. Kwani kuna barabara mbele? Ndio pita sasa. Muona waliona ni heri wamtumie huyu kama chambo. Sehemu yote ambayo ni hatari wampitishie kwanza. Kuliko wamuue, acha tu wamfanye yeye chambo sasa. Kila mahali ni mifupa ya watu. Kila mahali ni mafuvu. Bwana watu wengi wamekufa hapa Funga mdomo basi. Kwani huwezi kukaa kimya? Sasa hawajui kwamba hapa ilikuwa ni maabara. Wao wanajua kwamba hapa ilikuwa ni sehemu yenye mali. Sasa hapa ameambiwa asifungue. Sasa hawajui Kijapani. Wao ni wa China. Unasema imeandikwa usifungue. Sasa wanaulizana hapa kuna nini humu ndani? Wao walijua kwamba kuna mimali, kuna maalmasi nini. Sasa wanakutana vibuyu hivi. Ndani ndio kuna madawa kumgeuza mtu kwa mutant. Wao walijua hivi vibuyu ndani yake kutoka kuna mali. Fungua hapa. Anaona ni heri afungue huyu bwana kuliko afungue wao. Nimekwambia fungua hapo. Sababu mtu anaweza kupata madhara bure. Sasa wanamfanya chambo. Akaona sio mbaya. Kwa sababu mali wakipata watagawana wote. Mungu wangu hii sio bomu kweli. Mikono yangu inatetemeka, alafu haina nguvu. Alafu mjomba wewe una nguvu sana. Unaweza ukafungua. Acha ujinga, fungua wewe. Fungua wewe, ndio unakaza kufungua. Mimi na mikono migumu sasa. Mimi mikono yangu laini. Laini haiwezi kufungua, imelegea. Na fungua utaweza. Wewe utaweza kufungua hapo. Fungua. Sawa, hamna shida. Nitafungua tu. Basi ilikuwa ina jinsi, lazima afungue. Na ilibidi sasa afungue. Watu wanakwepa isije kaa mbaya. Uwezi amini, vipande vya dhahabu kwanza. Wanakutana navyo vipande vya dhahabu, naambia kaa pembeni sasa. Yeye atakuwa ni wa mwisho. Yeye atakuwa mwisho kupata mali sasa. Wao ndio wanagawana. Mimi kajua kwamba hapa ndani lazima kutakuwa kuna midawa. Tumeona dhahabu. Basi ilikuwa ni furaha kweli. Tumeweza. Sasa Sani, endelea kuangalia huko nyuma kama kuna askari yote anakuja. Sasa hapa wanapaswa wampunguze huyo. Sababu tayari mali zimeshaanza kuonekana. Huyu kabebu njoo kwanza huko. Alitakwenda kauawe. Hawa anasherekea. Yule anatakuwa punguzwe ili wawe wachache, mali walizozipata wagawane wenyewe.
Sasa wewe utabidi ukae kwa hapa nje, uangalie kama kuna adui yote anakuja. Oho, jamaa mwenye misuli kweli kweli anamkaba bwana mdogo. Sasa wao wakaendelea kufungua ili wapate kuona mali. Sasa kuna vibuyu vingine sivyo? Oh, muona moshi huo baba. Anakutana na moshi. Sasa huu moshi ndio ambao umembadilisha mtu akawa ni mutant kama hivi. Akawa zombie. Sasa moshi kama wote, na moshi unakuja mpaka huku. Moshi ulitapaka ghafla. Sasa na hawa lazima wabadilike. Kuna dadeki. Moshi ulianza kuwapalia. Hata na yule ambaye alikuwa anamkaba yule bwana, moshi ulifika kule. Nguvu zilianza kumwisha. Alishindwa kuendelea kumkaba na kumuua. Akaanza kujikuta anakoa. Toba mwe. Hao wenye kuwana wakadondoka kwenye midrum. Huyu kidogo akateleza, lakini yule bonge mzee wa misuli amedondoka na kupoteza maisha, na kati alitakiwa amuue. Huyu akafanikiwa kutoka nje. Kateleza katokea njia ambayo sijui jua ni njia design gani, lakini katokea nje, ila tumbo linamuuma na kila mahali kunauma. Alianza kutapikiana. Hii ni baada ya kuvuta ile sumu. Na wengine wote wakafanikiwa kutoka, lakini wamefanikiwa kutoka katika njia nyingine, na kila mmoja anatapikiana kimpango wake. Tamaa za mali zimewaponza. Yaani ni heli tu, kama wangejua wangechukua kile kidubwana tu peke yake wangetimka. Maana inaweza kuwa kile kibuyu peke yake ndio kilikuwa kina. Oh, sasa mcheke jinsi alivyo. Kilichotokea ndio hicho kilichotokea. Huyu bwana alipanda meli ambayo ilikuwa inarudi China. Ni ile aende China, asiendelee kubaki hapa kwa sababu wale jamaa zake watamua. Alikutana na misukosuko mingi sana akiwa njiani. Sehemu alipojificha, alianza kuona misuli yake inakaza kweli kweli. Huyu jamaa na nini huyu? Alafu hawamjui huyu jamaa ni nani, ametokea wapi. Huyu atakuwa baharia huyu, ameingia katika meli bila kujulikana. Sasa kama ni vipi wamtupe tu baharini? Unajua hawa mabaharia wengine huaga wanatosa mtu, wanamtupa baharini asije akaleta zali huyu, sababu kuna sheria zinakataza watu kuwabeba wasiojulikana. Wakamtosa bwana, wamemtosa kwa sababu ni baharia ambaye amezamia bila kumjua ametokea wapi. Sasa ilibidi tu amtupe. Sasa akiwa amezama ndani ya maji, kuna mengi anayakumbuka, hususan shangwe alizokuwa anapata jukwani wakati akiwa anachekesha, wakati anakaribisha wenzie wakiwa wanaonyesha show za kibabe na vitu kama hivyo. Amezama ndani ya maji, alafu yupo katika bahari kubwa kabisa. Wezi amini, sijajua kama atapona. Hao wengine sasa walivyokwenda magetoni, balaa juu ya balaa. Misuli iliendelea kuwauma, walikoma. Ni kwa nini wameingia katika yale mapango? Ni katika visiwa vya Hong Kong. Baada ya siku kadhaa, huwezi amini, huyu jamaa maji yalimchukua kutoka katikati ya bahari yakamleta mpaka pwani ya jiji la Hong Kong. Lakini alikuwa mnene kweli kweli, mpaka nguo zikawa zimtoshi tena, zilikuwa zimechanika chanika. Na anakuja kuamka sasa hivi, yani maji hayakuweza kumuua, yani aligeuza kama kambale yani.
aligeuka kambale, alikuwa kama samaki ndani ya maji. Mbona nimekuwa chibonge? Yani kavimba kila mahali yani. Alijishangaa sana. Jamani, nini kimenitokea mimi? Sasa akajaribu kuangalia mazingira, hapa ni wapi? Jamani, msaada. Sasa akajikuta anaingia huko kwa wavuvi. Jamani, niko na njaa. Jamani, kama kuna mtu yote anipe msosi. Sasa hapa kuna madagaa yameanikwa. Hiki ni kijiji cha wavuvi bwana. Jamani, kama kuna mtu yoyote. Jamani, kama kuna mtu, jamani nipeni msosi. Niko na njaa kweli kweli. Ni chibonge na vibonge waga wanajisikiaga njaa kweli kweli. Sasa ni samaki wa kubanikwa, wa kuanikwa. Samaki chumvi hawa. Yani nguru nini, wale ambao ni kama wanaikuwa chumvi alafu baadaye unakuja tu kuwaoka unakula na ugali. Hawa wanaitwa nguru. Ni kama nguru vile. Wewe unafanya nini hapo? Huyu anaiba. Anaiba samaki, msaada. Mwizi. Mwizi. Emane, wanakijiji walitoka kama wote. Chibonge ilibidi aanze kukimbia. Oyo, anabidua bidua sasa. Mungu wangu, anabidua bidua au samaki wenyewe. Jamani, mimi niko na njaa, nisamee tu. Nisamee. Aliomba hata lift jamani, ili hata elekee town. Hakuna mtu mwenye kumpa lift. Alisimamisha gari na gari. Hamna mtu yote anaweza kumpa lift muda kama huu. Kwa sababu wengi wanaogopa wanaweza akawa ni wezi hao. Unaweza kumpa mtu msaada, mwisho wa siku anakugeuka. Mheshimiwa, jamani gari yangu niko na pancha hapa. Nisaidie nibadilishe taili. Huyu kibonge katokea hapa. Utaweza kunisaidia unibadilishe taili? Sawa. We, ni tiu haya. Sasa akamuuliza, wewe umetokea baharini? Na ndio. Kwa hiyo mshikaji atakuwa amemsaidia bibi akabadilisha taili na alimwambia kusudi lake ni kuelekea wapi. Basi na binti naye kwa sababu alikuwa anaelekea huko huko, basi akampa lifti wanaelekea town. Anasema bana, mimi walinitosa kwenye maji nadhani, lakini nimekuja kuamka nikiwa pembezoni mwa mto ama maji. Sasa akamuuliza kama ana kitambulisho. Maana naweza nikakupeleka kituoni. Anasema sina kitambulisho. Sina chochote. Lakini ngoja, kitambulisho ninacho. Sijajua kisuki kiko wapi. Jina langu mimi naitwa Leifi. Mimi ni Mchina. Unanionaje? Ama unaweza ukaniita Twini. Twini Sandan. Mimi nitoka katika kikosi kimoja cha sarakasi. Sisi tuna perform sarakasi nini? Kwa hiyo nikupeleke hospitalini? Hapana. Usinipeleke tu hospitali. Hii hali bwana amenikuta ghafla. Mimi mwenyewe ni mwembamba kama wewe. Nipeleke tu nyumbani. Itapendeza zaidi. Unajua ni mwema halafu umependeza, mtoto mzuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Malaika. Jina zuri. Ninakufaa kabisa, umeendana na wewe kabisa. Yani Malaika na jina lako hakika ni zuri. Alafu nakuonaga kwenye television wewe ni muongeaji yule ambaye anakamata mic yule. Mtangazaji. Basi asante. Asante, hapa ndo mitaa nyumbani, nashukuru sana. Sijui nikupe nini Angel. Malaika, in fact ni kwamba umenisaidia sana. Lakini mimi sio bonge. Mimi ni mwembamba kama wewe. Hamna tatizo. Labda kwa sababu umekunywa maji ya bahari mengi sana. Ni kweli, asante. Asante. Labda kwa sababu amekunywa maji ya bahari imekuwa kibonge. Wachina huwa wanachukiaga sana ubonge. Ila sisi kwa mabonge ndo tunayapenda. Madada wale mabonge ndio wanapendwa sana, lakini huko wao wanaita cha upepo. Wanapenda sana watoto wa kike wembamba na wanaume wembamba. Ukiwa kibonge China upate mke na upate mume. Hata kama una makalio mzigo. Sasa akaelekea moja kwa moja magetoni na uchibonge wake.
Nasikitika, anasema hivi, mimi Mwayego nimeanza wapi huu nene jamani, mbona hata sielewi mimi jamani. Kama inavyokuaga vibonge waga wanasikiaga usingizi hao, wanachukaga mapema kwa na ngoja tu walale. Ngoja tu hapa mimi nilale, hamna jinsi. Ngo yenyewe mtoshi. Yaani amepona pona kiajabu sana. Amekunywa maji, labda kwa sababu ile dawa imemfanya asife. Uwezi amini, maji ya bahari yanaanza kumtoka yote. Anarudi katika hali yake ya kawaida, ubonge unaotoka. Maji yote yanamkauka. Ni katika jiji la Hong Kong. Maisha ya town ndio kama hivyo unavyoona hapo. Kuna jeshi la polisi linahamisha pesa kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Na huu siku ndio haya majukumu yao wanayofanya. Lakini ghafla benivu kuna mtu mmoja anatua kama ninja mbele yao. Hii wanashangaa hamna binadamu ambaye anaweza kufanya kitu kama huyu jamaa alichokifanya. Hii cheki alivyoifanya hii gari. Gari inapinduka. Kuna mwingine naye pia anakuja, anapiga ngumi, milango inafunguka yenyewe. Ndani kuna pesa kama zote. Cheki bunduki alivyoipinda hii. Dada ukiweza kumwangalia ni mzuri, lakini ni mbaya. Ni wale watu wa sarakasi. Ni wale ambao walikwenda kutafuta mali katika yale mapango. Mwisho wa siku wamekuwa watu wa ajabu. Ndio hawa hapa sasa. Wamekuwa watu wa ajabu, wanaamua kuja kutafuta pesa town. Na pesa zenyewe wanakuja kutafuta ni kuiba kama hivi. Sasa television ilibidi zianze kusema taarifa hizi ambazo zimeweza kuonekana katika kitaa. Na huyu bibi ambaye tumeweza kumuona amempa msaada mshikaji, ndio bibi ambaye anatangaza hizo taarifa. Kile ambacho kimeweza kujiri katikati ya mji wa jiji la Hong Kong. Na jinsi ambavyo maaskari waliweza kukabiliana na watu. Bibi anaendelea kutangaza taarifa za habari kuhusiana na yote ambayo ameweza kujiri. Na mpaka sasa mapolisi wanaendelea kuwatafuta kuwajua hawa watu ni akina nani. Waliofanya huu nyama ni akina nani. Maana hii si wanaita bulletproof vest. Maana haijulikani nini ambao jamaa wanatumia. Sababu maaskari wanawatandika risasi, lakini hawa watu inaonekana kwamba bado ni wazima. 生化研究所派嚟嘅，後邊嗰兩位係內地請嚟破呢類案件嘅專家，孫浩、程秀華，佢哋曾經捉過牽涉超自然案件嘅犯人，呢度交俾佢哋得啦。孙浩，全靠你了。事成之后，给你双倍的工资，啊？怎么样？ Sasa wanaulizana. Hivi unaangalia huyu, unavyoangalia huyu anaweza kana nguvu kuliko wale wa mwisho. Wizi uliweza kufanyika hapa, ulikuwa ni wizi wa hatari. Na watu ambao wamekuja kuiba inaonekana kama wana uwezo wa ajabu sana. Hawa nitamani kuja kuiba mali za thamani. Ndio hivyo. Na wameshaiba na wameshakimbia. Lakini polisi mpaka sasa wameshindwa kutambua hawa ni watu wa aina gani. 不用1个月，给我20天，我保证抓到他，然后马上娶你。 Imeshindikana kujulikana ni akina nani waliweza kuvamia hapa na kuiba. Hello, naona umekuja. 上嚟揾我call我先嘅。 Mbona hata hujaniambia kama unakuja? Ndio unakuja sasa hivi? Abe, nimekuja kwa ajili ya kutaka nifahamu tu kazi zinaenda. 爭咧投訴我哋。 Hamna tatizo. Mr. Lang amesema
禮位成飯， atakupandisha cheo. 資訊㗎啦。 Na ile interview yako ya mwisho ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo inabidi sasa tutafute taarifa nyingine mpya. Na na imani kabisa kwamba taarifa mpya zitakuwa zina maana sana, hususan taarifa hizi za wizi wa mabenki. Wizi wa mabenki umekuwa ni mkubwa sasa. 有錢都要玩嘢。 Na lazima wajulikane hao ambao wanasababisha wizi katika benki. Lakini KK, usinidanganye. Niambie ukweli. 講真話， Are you sure? Okay? 公司想捧新人， Lakini nataka nikwambia je, kampuni inakuhitaji. Kampuni inakuhitaji. 捧新人 Ama kampuni inahitaji mtu mwingine mpya kuliko mimi. Wanahitaji new talent. 係 Au ni kama kampuni inahitaji new talent. Wewe ndio kila kitu na pia naweza nikakusaidia katika hili. Kwani bosi anataka kutimue? 咪 Kama bosi anataka kutimua, mimi niko tayari nikupe msaada. 只會睇最大利益。 Tuna imani kabisa kwamba kampuni itakufanyia makubwa. 佢淨係做咗嗰2個月啫喎。 Huyu mtoto wa kike kufanya kazi miezi miwili tu, lakini mimi naona kama vile anapendelewa zaidi yangu mimi. 講嘢仲有懶音添， Ngoja kwanza nikwambie vizuri. Yeye hata kuzungumza vizuri kwenye taarifa hawezi. 會嬲個行。 Mimi nafikiri tu ni bosi labda amependana naye. Labda bosi ni kwa sababu ni mtu wake 後生過你， na ndio kitu ambacho anakifanya, labda wanataka kukutoa wewe. 呢啲 Lakini mimi nasema hivi, utakuja kufanya interview kubwa sana hapa. 我唔會同佢相處。 Na na imani una mashabiki wengi na watu wanakupenda. Utafanya kazi vizuri. 就算係又點啫 ？Angel，你 out 咗啦。其實你而家離開咪仲好，起碼第時仲有啲觀眾記得你係 CSS 新聞之花。況且我都希望你知道，感情啲嘢有時係控制唔到。 第一， Oho. 同你分手。 Sasa mwisho wa siku akamwagia maji, akasema kuanzia sasa sitaki tena kazi. Hataki tena kazi. Honey， Hani, naona umekuja. Huyu ndo anampendelea. 我唔 call 我先嘅。 Sasa mbona jamani umekuja hata hujanipigia simu? Dada anaacha hii ofisi, lakini ofisi yake anaipenda sana. Ila kuna chuki binafsi zimeendelea katika hii kampuni. Inampendelea msichana ambaye kaanza miezi miwili tu iliyopita. Lakini anasema mna shida, mimi naondoka, ila nadhani utajuta. Atajutia sana hichi kitendo cha yeye kumtimua. Jamaa ameamka asubuhi, haamini macho yake. Mbona kama karudi katika mwili wake wa kawaida? Mbona kama ni miujiza hivi? Amerudi katika maumbile yake ya kawaida, mkono uko sawa kabisa. Na alishakuwa bonge. Akaona ngoja kwanza akajiangalie kwenye kioo. Kwenye kioo yuko sawa kabisa. Alishavimba mashavu nini, kitambi kama kitambi, ajipiga akajiumiza. Kajiumiza kwa sababu anahisi mkono wake ulikuwa una nguvu sana. Taratibu anashuka ili kuweza kuona ndugu na jamaa zake. Halo? Daso, Uncle Ta. ya, Mimi ni Sani. 香港啦， Nimesharudi. 翻嚟㗎。 Nimesharudi nyumbani Hong Kong. Wewe mshinzi. Unajua kwamba tayari umeshapoteza maisha. Unatafutwa na jamaa zako huku. 唔關我事㗎，係啊大叔公。 Yana namwambia yeye, nimeondoka sijachukua hata chupi. Kwa hiyo mjomba mimi nitarudi. Daso. Yani kaisi tu sauti ya mbu. Kenga. Yani mbu jinsi anavoruka kaisi ile sauti. 好斯嘛？ Kaisikia kabisa. 唔係喎，我尋晚 Lakini mjomba, jana usiku nilikuwa bonge. Ila leo nimekuwa sio bonge tena. 仲飛得好慢添啊！ Yani nasikia mpaka sauti za wa mbu. Yani mjomba, yani hata mwenyewe nashindwa kujua ni nini hiki. Sasa sikiliza wewe, usije ukafanya mambo ya ajabu. Mimi hata sikuelewi unachoniambia. Si umekuwa bonge eti jana usiku, leo umekuwa mwembamba tena. Mimi sikuelewi wewe mtoto wewe. Amemnasa ule mbu. Yani imekuwa faster. Kamnasa na huyu mwingine. Amekuwa faster. Kiajabu sana, kamshika na huyu mwingine. Yani mbu sasa hivi wanatembea slow kuliko yeye, na kati sisi na mbu anatembea faster kuliko sisi. Yani sisi tuko slow sana, na ndio maana hata unashindwa kumuua
mbu wakati mwingine wakati anakudandia na kukung'ata. Sasa naingia Kitani kama kawaida mjini huku bwana, traffic jam ni nyingi. Gari zimeandamana kila mahali. Sogea kimbia. Kuna tukio hapa. Usipite huko mbele, pita huko. Yaani kashtuka. Halisi kama vile kwa chini ya ulinzi. Ila akaambiwa akae pembeni, mbele kuna tukio. Watu wasipite pale mbele. Kwani kuna nini? Mbona selewi? Katika kuangalia vizuri mbele, macho yake akawa ameona mengi sana. Yaani mpaka mbele kule kaona. Nimeona kuna mtu mmoja amemshikilia mtu kule ndani. Maelezo anayetoa mpaka ujamaa ilibidi ashangae, kwa sababu sio macho ya kawaida mtu anaweza kuona kule. Labda uwe na darubini. Ambaye umeona vizuri, anasema yes, nimeona. Kuna mwanamke mmoja ameshikiliwa kule. Nimeona. Nini tena? Kuna nini? Bwana, huyu binti anaambiwa kuna tukio la kihalifu. Mwenyewe si mwandishi wa habari, yuko na kamera yake, ilibidi aache gari barabarani aelekee kule ili akaone kuna nini. Maki amesikia kuna tatizo, waandishi wa habari nao pia wamefika. Akawa yuko karibu na huyu bwana mdogo hapa. Wewe usindole dada alimpa lift. Hi. Angel? Hivi Angel, umeshindwa kunitambua? Ni mimi Sani. Sani nani tena? Sani Twin Tiger. Sani Twin Tiger? Mbona sikuelewi? Jana usiku nilikuwa niko Bonge. Ulinipakiza kwenye gari. Nikakutengenezea tairi ukanipa lifti. Ndio mimi. Mara ni sasa zinasikika huko ndani. Dada na mshangao jamaa amekwaje tena na kwa mwembamba hivi, na kati jana alimpakiza mtu Bonge. Sasa bado mdada yuko mzima, usema wasiwasi. Polisi inaonekana kwamba wanamvizia huyu jamaa ili waweze kumnasa. Huyu mhalifu atampiga risasi mdada. Atapoteza maisha. Ni hatari sana. Polisi wanashindwa kumsaidia huyu mdada. Ngoja nifanye kitu hapa. Nisipofanya kitu mtoto wa kike anaweza akapoteza maisha. Kachukua ujiti bwana, kama mwanzi fulani hivi, kwa kasi ya ajabu sana. Alivunja mpaka ile sehemu pale ya kioo, ikampasua huyu jamaa. Huwezi amini. Polisi wakamnasa pale, wakamweka chini ulinzi. Jamaa anashangaa. Hichi kioo kimevunjwa na nini? Risasi? Ama nini? Ama ndio huu mwanzo uliopita hapa. Sasa watoto walishangaa mwanzo umetokea wapi? Si jamaa akaweka pose lile tena. Hata mdada naye anamwangalia. Mshikaji kaweka pose la kurusha. Ikajulikana ndio huyu karusha. Sasa mdada ndio kwa naye karibu, akaona mbona kama ni ujiko unakuja kwangu na mshikaji kama niko naye hivi. Afu kakataa kuzungumza naye muda so mrefu. Lakini hiki ambacho kinaendelea ilibidi amwambie wewe kaka twende kwanza huko. Tayari kashaona hii ni habari. Sasa naye mwenyewe kashatimuliwa kule kazini, akaona akigandana na huyu jamaa atatengeneza contact ya maana kweli kweli. Watu wengi kumbe wanakujua wewe. Unaomba nisaidie kitu kimoja. Sawa, mimi na shida, niambie ni kipi? Nifanye ile wanasema exclusive interview. Sasa walimfuata daktari mmoja ili aweze kusaidia hili. Huyu daktari aweze kuwatoa katika maumivu makali. Sema kuna deki zake. Kuna mshenzi mmoja naye ana nguvu kama sisi. Na television inamtangaza hapa. Blaza Chu, kama nilivyokuambia tokea mwanzo, nyinyi mmeathirika na kitu inaitwa biological toxic. Ni sumu zimeingia katika miili yenu, ndio maana hata mmebadilika. Hakuna dawa ambayo inaweza ikawasaidia. Jamani, mimi na familia nataka niilinde. Wakampiga kwanza, wakamkatisha upepo kidogo. Jamaa wana nguvu hawa. Hatari. Braza, hebu njoo kwanza angalia taarifa hizi. Wamekinasa hichi kitengo hapa cha maabara. Wanataka wapate tiba, lakini wanaambiwa tiba hakuna. Kwa jinsi ambavyo wamevuta hewa za sumu, hizo hewa za sumu inakuwa ni ngumu kupata dawa. Na wanaona taarifa kwamba huyu jamaa hajulikani ni nani, lakini ndiye aliweza kukomboa wananchi. Yes, baada ya kumkomboa mtu mmoja hivi ambaye alikuwa amekamatwa na mhalifu. Sasa kama sikiliza, yule ni mwenzetu naye pia alivuta sumu kama sisi. Aliasilika kama sisi, bado ni mzima, lakini yeye maumbile yake yako sawa.
tofauti na sisi inakuwaje? Akasema labda ule ni mwili mwingine tofauti. Sawa. Kwa hiyo sasa kama ni mwili mwingine tofauti, atakuwa na antibody ambazo zinaweza zikasaidia mwili wake usibadilike sana. Nyinyi labda muendani na yule, damu zenu na yule ni tofauti. Kwa hiyo damu ya yule jamaa imeweza kukubali ile dawa. Amekuwa katika maumbile ya kawaida lakini ana nguvu za ajabu. Lakini hao amekuwa kama mazimwi. Anasema mpuzi wewe, tutakutafuta popote pale ulipo. Sasa huyu mdada akamleta hapa. Alianza kumhoji huyu bwana katika ile wanasema exclusive interview. Anasema bwana, tuko na mtu ambaye ndiye aliweza kukomboa raia mmoja ambaye alishikiliwa kule katika benki. Tuanze na jina lako, unaitwa nani? Naitwa Leifi. Unaweza ukaniita Sani ama unaweza ukaniita Twin Daga, mzee wa fiu. Mzee wa visu. Nimesikia pia una kipaji cha kurusha daga. Ina maana talent yako ni kurusha vitu. Yaani wewe kurusha visu nini? Uko vizuri. Anasema ndio. Mimi lakini narusha visu sio kwa ajili ya kuua mtu. Sisi tunafanya sarakasi. Sarakasi tunajua maonyesho ya jukwani yale. Tunazunguka dunia yote. Kwa hiyo umejifundisha vizuri jinsi ya kulenga na ndio maana hata yule jamaa ukamlenga mle ndani ya benki. Anasema yes, babangu mzazi ndiye aliweza kunifunza. Anasema yeye ni kutoka katika ukoo mmoja hivi, na huo ukoo ni wa mapanga, na babake alikuwa ni mmoja kati ya walimu wakubwa sana wa mapanga, lakini yeye alikuwa amebobea sana katika urushaji wa visu vidogo vyenye kuitwa daga. Alimfundisha sana, lakini mara nyingi alikuwa na feli. Lakini maisha yake alikuwa anayapenda sana yawe kurusha vitu kama hivi. Yaani flying daggers. Yaani flying daggers unarusha visu kama vile unavurusha darts. Basi unaweza ukatuonyesha jinsi gani kurusha hivyo visu? Wakati wanaendelea kuhojiana, wale jamaa tayari wameshaona mahojiano haya yako wapi. Wanamfuata. Sasa mshikaji ndo anataka kuonyesha uwezo wa kurusha visu. Ghafla binivu jamaa washaingia. Wana sura za ajabu. Oh, brother Chu. Inakuaje? Unakumbuka huyu jamaa alimwambia ndugu yake akamnyonge mshikaji. Alafu sasa mshikaji akanyongwa, bahati nzuri akaporonyoka baada ya mshikaji ule mwingine kuvuta hewa, akadondoka vibaya, akapoteza maisha ule jamaa. Unajua bibi wewe ndio ule mwandishi wa habari mimi ni bonge la shabiki lako. Tunakupendaga sana. Acha tu nikupe sifa zako mama. Alafu mjomba Sani, wewe mbona upo katika maumbile mazuri yani? Handsome vile vile kama zamani. Umekuaje? Anasema mimi baada ya kupata ile maambukizi. Mbona wewe hujabadilika mpaka sasa? Lakini hata hivyo umekuwa bomba. Wewe umekula nini mwanzo tuambie? Mimi nimetoka katika maji, nikaenda nikala samaki wa kavu wale ambao wamechanganywa na chumvi. Baada hapo nilikuwa katika hali ya ubonge. Asubuhi naamka nimerudi katika hali ya kawaida. Ni ajabu lakini. Anasema ni kweli ni ajabu. Tena si ajabu ndogo. Lakini bwana mkubwa atongozane. Mimi siwezi kuondoka. Siwezi kwenda na nyinyi. Utaondoka na sisi kuna diki zako. Akamchukua bibi ile timki naye. Oyo, majamaa kama yote yanakuja. Hawataki kumwacha. Yes. Huyu lazima wamnase huyu. Hebu niache. Kamchapa konde. Woo! Sasa anakabiliana na jamaa, na kikubwa zaidi ni kwamba alikuwa anataka tu aachane nao ili atimke, lakini hao washikaji hawataki kumwacha, lazima wamnase. Aendi mahali. Angel! Angel kwanza kalalishwa hapa. Mtoto mzuri kweli kweli, budur. Akazuga kama vile mededi, kumbe alikuwa bado yuko macho. Anamchungulia mshikaji yuko wapi.
新年仔， Sani, 我尋晚發夢， unajua nimeota 細路 nimeota jana kakaangu ama ndugu yangu amerudi tena. 係個前 Mbaya zaidi sana umeniulia ndugu yangu. 啲死啫。 Anaambia hapana, aliteleza tu bahati mbaya akadondokea kwenye yale madumu na mimi nikateleza upande mwingine. Sio mimi niliyemuua. 係我細佬啊！ Wakati wanaendelea kubishana, kuna mapolisi wameingia. Ni wale mapolisi wawili wenye kufuatilia matukio ya watu wa ajabu ambao wamevamia mji wao, na watu hao walikuwa wanafanya vitu vya ajabu kwa ajili ya kutaka kufanya mambo mabaya katika huu ulimwengu. 淨係偏心你呢個傻仔！ Jamaa anamlaumu mwenzie ni kwa sababu gani imepelekea mpaka ameweza kumuua ndugu yake. 已經進入第二個階段。 Sasa tunafanyaje? Nafikiri kwamba ni hao ambao wanaibaga benki yao. Sasa wewe Bwege, 天意安和， umepelekea kuniulia ndugu yangu. 令我哋變得完 Sasa lazima na mimi nikufyekele mbali. 美嘅。 Wanasema 係我哋嘅。 damu kwa damu. 你咪亂嚟啊！ Hapana brother Chu. 我啲血啊嘛， Usiniue. Tafadhali nakuomba usiniue. 放出嚟，我講你放出嚟，跟住北極、四兩、淮山兩次，再加上川貝、桔梗、枇杷各半斤，食甜嘅加多兩粒蜜棗。唔落蜜棗啦，唔落蜜棗啦！ Jamani nakuomba tafadhali usiniue. Wow. Wamekuja wale maaskari wawili. Maaskari hao wawili wapo kitengo maalum kwa ajili ya kupambana na viumbe wa ajabu kama hao. Wamekuja na sindano zao kuwapiga ili wanyong'onye, wawanase, wawafikishe katika vitengo vyao. Na msaada! Wako vizuri na wao. Miwani imepasuliwa hiyo baba. Naenda kupiga kwenye air condition ama IC. Jamaa anashangaa vipi? Mbona kama ana uwezo kama sisi afu ni handsome. Ana maumbile ya binadamu ya kawaida kabisa. Ngoja sasa nipambane naye huyu. Jamaa amebadilika, amekuwa mwekundu huku. Hey, hatari na nusu. Endelea kuangalia vitu hivi hapa kutoka idarani Archie Production. Naam, kutokea Kariakoo, Mitali, Koma na Agri. Woohoo! Kapigwa bonge konzi kudadiriki. Ewane, wanatoa nyembe kama zote zinapiga shoti. Woohoo! Chiki wanavyotoa nyembe, kila mmoja anatoa nyembe za hatari. Ebane.
ugomvyoni nyembe wao. Mmoja kati yao ndio yule alikuwa ni mahiri katika utupaji wa nyembe. Bwana karusha nyembe kama zote. Mshikaji zote zinadunda. Ni ngumu haziwezi kuingia kwake. Cheki nyembe zinaenda kuchimba sehemu nyingine, zinapasua pasua kila kitu. Woohoo! Bwana nyembe zinapasua mpaka nguzo. Zinadondosha madari. Woo! Binti kakoswa. Bwana hili ni balaa na nusu. Washikaji hawa hapa sasa endelee kutumiana nyembe. Mshikaji zimeingia ngapi nyembe? Maana alikuwa mwekundu kweli kweli. Hakuna nyembe ile ingia kwake. Karudi katika maumbile ya kawaida, kanyongonyea chali. Lakini amekuwa mwekundu. Nyembe zimedunda pale. Sani. Wale washenzi wote wamekimbia. Sani kwa sasa anatibiwa katika chumba maalum. Nafikiri Sani sio mmoja wao. Yeye si mtu mbaya. Kwa hiyo unasemaje? Lakini alikuwa pamoja nao. Hata kama kawageuka wenzake, lakini yeye ni kiumbe wa ajabu. Anaweza kaleta vitu vya ajabu ajabu pia. Lida, 帮我做个 slow motion。係呢度下邊嗰個喺呢度。hebu angalia mkono wake jamani, jinsi alivyo. Ni kijana handsome. Dada ametokea kumpenda huyu. Jamani, nataka kulika sawa hili kwa wananchi. Naombeni tumtulie. Sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha usalama kwa wananchi. Narudia tena, hakuna mutant. Mapolisi wanakataa ili kuweza kufanya jambo hili liwe sawa, kwamba kusiwe na taharuki yoyote. Maana wananchi wanaweza wakawa na taharuki kutokana na kile ambacho kimeweza kujiri. Sasa katuma ujumbe wa video kwamba kuonyesha ujamaa naye pia alikuwa sio mtu wa kawaida, lakini anaonekana kabisa kwamba hana chembe ya utu mbaya. Amemwona mtoto wa kike anamsalimia akiwa yuko ndani anapata msosi. Amewekwa katika chumba maalum ili asije akadhuru wenzie, na katika matibabu ni lazima umweke humo, sababu yeye sio binadamu wa kawaida tena. Anasema nimeona ndani ya mwili wake ni kwamba hakuna ubaya wote ule, ila nimeweza kuona kuna yani kuna tishu katika misuli, kuna tishu ambazo zinaonekana kwamba huyu jamaa ana maso, yani ana misuli kweli kweli ambayo imeongezeka tofauti na binadamu wa kawaida. Yani misuli yake imekuwa kwa kiasi kikubwa, lakini ana mutant, ana ule uzombi katika mwili wake. Yani ni mtu flesh kabisa, ile inaonekana kwamba misuli yake ni mikubwa na ana nguvu kupitiliza binadamu wa kawaida. Lakini jamani, hamtakiwi kumficha huyu shujaa wetu. Shujaa wetu anatakiwa wananchi wamtambue, sawa, kwa sababu anaweza kukomboa watu. Na hata hivyo atengeneze pia matangazo haya na yale, itapendeza vizuri zaidi. Awepo katika media, watu wamuone, watu wamjue, aujiwe vitu kama hivyo. Atengeneze hata matangazo ya biashara. Huyu ni shujaa. Nafikiri huyu anatafuta yani advantage, anatafuta apige pesa huyu kwa kumtumia huyu jamaa. Huyu mdada anataka apige pesa kwa kumtumia huyu jamaa, hususan katika uandishi wake wa habari. Anasema huyu jamaa si mbaya, lakini kikubwa ni kwamba atumike katika jambo hili na jambo lile, kwa sababu ni mtu mzuri. Ni凭什么差遣我们啊？老头，咱们走，不干。twendeni. 我们会尽力配合警方的一切行动的。 Haya, sasa matangazo yakaanza. Jamaa alipopona anatangaza cowboy. Yes, lakini hapa cowboy anatangaza nyembe. Woohoo! Basi akawa anachukuliwa kupelekwa huku na kule, akawa kama mandonga vile kila mahali.
anapelekwa kwa ajili ya kutangaza biashara. 做大俠經常要交際應酬，追追逐逐，邊有時間停落嚟先得㗎？好彩有爆到黑星咋，唔係佢打打變種人，肚屙起上嚟點算啊？爆到黑星，爆啊！變種人，唔好走啊！ Anaendelea kula bingo za matangazo na kwa sasa hivi ameanza kujiamini. Mwanzo alikuwa hawezi kuzungumza, ila sasa anazungumza vizuri kweli kweli. Basi endelea kupiga bingo za matangazo haya na yale kama mandonga. Basi kila mmoja alikuwa anamshangilia kweli kweli, shujaa wao, shujaa wao. Yes. Basi kila mmoja sani Bado莫得我。 Basi matangazo yakaendelea kumiminika kama yote. Mpaka sasa hivi kwenye mapishi nini. Anatangaza ungangano, mayai nini. Wewe ni fulu kutengeneza makeki hapa. Matangazo yamezidi kuwa mengi. Anafanywa makeup kalala. Hapa anapiga maji. Kuzungumza wezi. Serikali imemtunza kitu huyo, amempa tuzo. Anasema jamaa anashukuru sana kile ambacho ameweza kupewa. Hakika amefanya makubwa na ataendelea kufanya makubwa kwa ajili ya nchi. Basi watu wanashangilia kweli kweli. Na mbwembwe kama zote baada ya kupigwa matrumpet. Yaani ilikuwa kama vile baga fulani hivi. Sasa wenzake wanachukia kuendelea kupata sifa na kati wao waendi sawa. Huyu kamuona mmoja kati wale walifu. Wanamtafuta ili wampe show za kibabe. Hawa wanamfuatilia yule bwana mdogo ambaye kaonekana katika hii mitaa. Walivyomtazama vizuri, hayupo. Kashasepa. 老头，赶快通知唐警官。 Itabidi kumwambia Afisa Tom. 不用，我等的就是他们。 Anasema jamaa itabidi tusubiriane nao hawa. Haina haja kumwambia kwanza Afisa Tom. Tusubiriane nao, lazima tutawanasa. 知道就好。 可是 Unafikiri? Lazima tutamnasa tu, mmoja baada ya mwingine. Sio na haraka. Maana upande wa pili huku madaktari wanafanya kazi kwa hofu kubwa. Maanake madaktari wenzao wanakufa. Wanatakiwa kuangalia ni nini kinachowasumbua mabwana ili watoe tatizo hili. Wakati mabadiliko katika miili yao yanapofanyika huwa wana maumivu makali sana. Huwa kila siku mabadiliko huwa yanatokea katika miili yao. Wanakuja kuwa viumbe wa ajabu. Sasa ilikuwa ni kipindi cha mabadiliko ama transmission. Wanakuwa watu wengine ama wanakuwa design nyingine sasa. Sasa hivi inafika hatua ya kwanza kuota makucha. Sasa mwenzao anaendelea kutengeneza matangazo ya dawa ya mbu. Anasema hii dawa ya mbu bwana ina wadudu wanaoruka, inaua wadudu wanaotambaa na hata inaua mamutant. Sasa kawagusa. Shangwe kama zote. Anaendelea kula mingo za biashara. Wenzake wanazidi kumchukia eti kwamba ile dawa inaweza kuua mpaka mamutant, viumbe wa ajabu. 你晚会办得很成功啊！ Umefanya vizuri sana katika hii event ya leo. Event ni tukio. 我工作的时候不喝酒。很专业啊。 Dada kwa sasa yuko na mshikaji, kwa hiyo mingo zinaingia kama zote. Wow. 在这里生活还习惯吗？ Wewe unaishi katika maeneo? 其实，我们是为了抓张大出那些变种人而来的。 Yaani kiukubwa ni kwamba tutahakikisha wale mutant wote tunawashika.
还不是最可怕的。 Yeye pamoja na jamaa yake ambao wapo katika kitengo maalum cha polisi, kitengo maalum cha serikali kupambana na viumbe wa ajabu kama wale, mahali ni nini na kila kitu. 有的时候 Dada anasema yuko tayari na ataweza kuwashika wote. 迷失自我， Tutawashika wote hawa. 追名逐利当中，不知不觉我们都变了。 Hataweza kuacha hata mmoja, lazima wote watashikwa kutokana na mujibu wa sheria. Hawa wataleta matatizo makubwa sana katika nchi. 好安静啊，老头儿， Kuko kimya sana hapa leo. 已经好久没有这么安静了。 Lakini sio kwamba ukimya huu kuna amani. 不行， Kuna matukio mengi sana yanaendelea katika mji kama huu, na unaweza ukaona kwamba ni mji ambao una kila kitu, lakini kumbe matatizo ni mengi kwa wananchi. 还记得明天什么日子吗？ Tunaweza tukasema kesho hatuwezi kuijua na wala kesho hatuwezi kuiona. 我们的 Hebu tupinge basi, 日约了， tupinge kwa ajili ya kuja kuoana baadaye. Kuoana tena. Tai, 这次我真的很有信心， unajua tupo katika wakati mgumu sana. 相信很快就能把事情搞定了。 我们没有。 Tulimalize kile alafu baadaye tutaweza kulifanyia hilo kazi. 老头儿， Sawa, 咱们找帮手吧。 lakini wawe wana jambo moja kichwani, kwamba hili jambo lazima walifanye. 反正他们都是怪物，咱们还不如找一只小怪物帮忙。 Hebu tujaribu kumwomba huyu, labda anaweza kutusaidia kwa nasa wale wenzie. Usiwaamini wale, 你搞定这件事了是吧？ usimwamini hata na huyu ambaye yuko na sisi 老头儿， anafanya matangazo, yuko na sisi anasema anasaidia wananchi, lakini iko siku anaweza akafanya maajabu, wote tukashangaa. 当你放在一个很危险的境地里， Wao nataka kumuona kwamba huyu jamaa ni mtu mbaya. 是警察， Umemwona jinsi gani alivyokuwa mzuri. 很自私吗？ Sifikiri kama anaweza akawa ni mtu mbaya, labda unachuki naye. 让我自私好， Mimi nachuki naye kwa sababu gani? 就我的心就不。 Nimchukie kwani anakutaka wewe? 就算我们在海边买了房子，你觉得我真能快？ Ni hivi, 能平静吗？ hao washabadilika, wamekuwa ni viumbe wengine, kwa hiyo hatuwezi kujua ni wazuri ama wabaya. Labda katika miili yao kutokana na mabadiliko ambayo yametokea, wanaweza kufanya vitu vibaya pasipo kusudia, kwa sababu wameshabadilika, wanaweza kufanya vitu ambavyo hawaelewi. Haya, maisha yanaendelea. Ni katika moja kati ya hoteli za kifahari sana. Leo jioni mtaalamu sana yuko na ule mtoto wa kike. 对呀， Naona umechoka. 唔舒服， Haujisikii vizuri au? 你講俾我聽啦。 Niambie kama kukutibia nikutibie. 誰？ Unajua mimi Flying Daggers 我幫你解決你。 naweza nikafanya kila kitu. Naweza nikakutoa katika uchovu, naweza nikakutoa katika maradhi, naweza nikakutibia. 你覺唔覺得我好衰㗎？ Hivi unadhani mimi ni mbaya? We hapana, we sio mbaya. We mzuri bana. 覺得我一路係咁不斷利用緊， Je, unadhani kwamba mimi ni mbinafsi? 係好自私嘅咩？ Labda kukutumia wewe ili niwe katika mafanikio yangu. 如果係令你開心得㗎。 Ni kwa sababu kuna furaha basi hamna kila kitu, yani hamna kitu mbaya, kila kitu kiko vizuri. Ni kwa sababu uko na furaha basi kila kitu kinakwenda sawa. Angel， bin sawia. Angel, 係你令我完成我嘅夢想。 unajua ni wewe ulinifanya ndoto zangu kuwa kweli. 我已經喺舞台上面表演飛到。 Yaani katika jambo zuri na katika jambo kubwa ambalo umeweza kunifanyia ni kunifanya mimi ndoto zangu nisitimize. No matter what, lakini umefanya ndoto zangu ziwe sawa.